Bwana, filamu ya War Machine ambayo imetoka 2026, bwana, itafute movie hii alafu utaweza kuniambia ambacho kimejiri. Bwana, filamu inaanza katika moja ya kambi za siri na ngumu zaidi za kijeshi nchini Marekani, ambapo kundi teule la vijana waliochaguliwa linawasili kwa ajili ya awamu ya mwisho ya hatari zaidi ya mafunzo ya kujiunga na kikosi maalum cha US Army Rangers. Bwana, katika hatua hii ya kwanza, kila mwanafunzi anapoteza kitambulisho chake cha kawaida na kupewa namba maalum ya utambulisho ili kuondoa ubinafsi, huku muhusika mkuu wetu akipewa namba 81. Bwana, huyu jamaa ana ujasiri wa ajabu sana na uvumilivu mkubwa sana wa kimwili. Bwana, mazoezi haya makali yanafanyika katika eneo kubwa sana la msitu minene na milima mikali isiyo na mawasiliano ya nje, ambapo makamanda wa mafunzo wanasukuma askari hao hadi kikomo chao cha mwisho kupitia mateso ya kisaikolojia na kukosa usingizi. Bwana, mbinu ngumu za uokoaji. Lengo kuu la mafunzo haya ni kuchuja na kubakiza wale tu wenye nguvu za kipekee wanaoweza kukabiliana na mazingira yoyote magumu ya kivita ulimwenguni. Bwana, jambo hili linafanya ushindani wa wanafunzi hawa kuwa mgumu sana. Bwana, hata hivyo, katikati ya usiku wa manane, wakati askari hao wakiwa katikati ya zoezi lao gumu la kupenya msituni, anga inabadilika ghafla na kutoa mwanga mkali wa kutisha unaoambatana na kishindo kikubwa sana cha tetemeko la ardhi. Chombo cha anga za juu kisichojulikana chenye teknolojia ya hali ya juu sana kinatua katika fujo ndani kabisa ya msitu huo na kusababisha uharibifu mkubwa sana uliowashtua, na hata makamanda wa kambi hiyo walikuwa wakiwafuatilia kwa karibu sana. Bwana, bila kujua hatari inayowakabili, kikosi cha 81 kinapewa amri ya kwanza ya kwenda kuchunguza eneo hilo la ajali ili kubaini kama ni ndege asili au serikali iliyoanguka au ndege ya adui wa kigeni. Bwana, jambo ambalo linapofika karibu na eneo la tukio, wanakutana na mabaki ya chombo hicho cha kigeni kilichotengenezwa kwa metali isiyofahamika, athari ambayo inatoa mawimbi ya sumaku ya ajali yanayoharibu vifaa vyote vya mawasiliano vya kijeshi walivyokuwa navyo hao jamaa. Bwana, ghafla utulivu wa msitu unatoweka pale mashine kubwa ya kisasa na ya kikatili sana ya kijeshi kutoka ulimwengu mwingine, ambapo inapojitokeza kutoka kwenye moshi mzito sana na kuanza kuwashambulia askari hao kwa silaha na mionzi ya moto. Bwana, mashine hiyo haiwezi kupenya kwa risasi za kawaida ama bunduki zao za mazoezi, na hata katika shambulio hilo la kwanza la kushtukiza, baadhi ya askari wenzao na wakufunzi wanauawa hapo hapo kwa namna ya kutisha sana. Bwana, kikosi hicho kinajikuta kikiwa katika vita halisi ya kusaka kupona, huku kukiwa hakuna silaha nzito wala mawasiliano na makao makuu ya jeshi ili kuomba msaada wa dharura. Bwana, chini ya uongozi wa namba 81, askari waliosalia wanalazimika kubadili mtazamo wao kutoka kwenye mazoezi ya kijeshi na kuanza kutumia akili yao, mitego ya kiasili ya msitu na silaha zozote za milipuko walizoweza kuziokoa ili kujilinda. Bwana, mapigano makali ya paka na panya yanaendelea huku mashine hiyo ya kigeni ikiwawinda msituni na kutumia vifaa vya kisasa vya kuhisi joto na sauti. Bwana, katika harakati hizo za kukimbia na kupigania uhai, namba 81 na wenzake wanagundua udhaifu mdogo sana kwenye mfumo wa nishati ya mashine hiyo, jambo ambalo linawapa matumaini mapya ya kuweza kuipiga vita na kabla haijawamaliza wote. Bwana, vita hivyo vinafika ukingoni wakati 81 anapojitoa muhanga kwa kuitega mashine hiyo kwenye korongo lenye miamba mingi sana na vilipuzi vya ardhi, akisaidiwa na wachache waliokuwa hai. Bwana, kupitia milipuko mikubwa uliosababishwa na akili ya kijeshi na ujasiri wa namba 81, mashine hiyo ya kutisha na ya kigeni inafanikiwa kuharibiwa kabisa na kuzima mfumo wake wa nishati. Bwana, walipokaribia zaidi kwenye eneo hilo la tukio kupitia vichaka vizito vya msitu, 81 na wenzake waligundua kuwa chombo hicho cha ajabu kilikuwa kikitoa miale ya bluu inayowaka na kuzima kwa kasi ajabu, huku kikiwa kimesagika vibaya Bwana, kwenye miti mikubwa bila kuacha alama yoyote ya barabarani na gari au helikopta iliyohusika na ajali hiyo. Wakati wakijaribu kunguza vipande vya chuma vilivyotapakaa vikitokeza joto kali lisilo la kawaida, silaha zao na mazoezi zilianza kutoa sauti ya ajabu sana.
Bwana, wakati 81 na wenzake wakiwa bado wanajadiliana kwa hofu kuhusu hali hiyo ya ajabu ya sumaku, ghafla ukimya mzito wa msituni ulikatishwa na kishindo kikubwa sana cha metali kukwaruzana, kikifuatiwa na moshi mzito mweusi uliotapakaa kila kona kutoka kwenye mabaki ya chombo hicho. Kutoka kwenye moshi huo mzito, kivuli kikubwa sana cha mashine ya kikatili na ya kijeshi kutoka ulimwengu mwingine kilianza kujitokeza pole pole, huku kukiwa na macho ya bluu yaliyowaka kama mshumaa. Bwana, hii ni bonge moja la story, bonge moja la movie, au sio? Linaitwa The War Machine. Lifuatilie hii hapa, na kama utashindwa kuipata movie, nenda kwenye comment section pale, andika kwamba unahitaji movie, afu weka namba yako ya WhatsApp, then mimi nitakutumia movie hii, au sio? Napenda nikuacha nikisema kwamba hii ni Cha The Storyteller. Jina langu naitwa Cha The Best Presenter in Town, mnyama OG, mzee wa movie. Mitego ya kiasili ya msitu na silaha zozote za milipuko walizoweza kuziokoa ili kujilinda. Bwana, mapigano makali ya paka na panya yanaendelea huku mashine hiyo ya kigeni ikiwawinda msituni na kutumia vifaa vya kisasa vya kuhisi joto na sauti. Bwana, katika harakati hizo za kukimbia na kupigania uhai, namba 81 na wenzake wanagundua udhaifu mdogo sana kwenye mfumo wa nishati ya mashine hiyo, jambo ambalo linawapa matumaini mapya ya kuweza kuipiga vita na kabla haijawamaliza wote. Bwana, vita hivyo vinafika ukingoni wakati 81 anapojitoa muhanga kwa kuitega mashine hiyo kwenye korongo lenye miamba mingi sana na vilipuzi vya ardhi, akisaidiwa na wachache, vikitokeza joto kali lisilo la kawaida. Silaha zao na mazoezi zilianza kutoa sauti ya ajabu sana. Bwana, wakati 81 na wenzake wakiwa bado wanajadiliana kwa hofu kuhusu hali hiyo ya ajabu ya sumaku, ghafla ukimya mzito wa msituni ulikatishwa na kishindo kikubwa sana cha metali kukwaruzana, kikifuatiwa na moshi mzito mweusi uliotapakaa kila kona kutoka kwenye mabaki ya chombo hicho. Kutoka kwenye moshi huo mzito, kivuli kikubwa sana cha mashine ya kikatili na ya kijeshi kutoka ulimwengu mwingine kilianza kujitokeza pole pole, huku kukiwa na macho ya bluu yaliyowaka kama mshumaa.